Onyo kali kutoka kwa jeshi la polisi imezua taharuki nchini Tanzania na kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kwa wiki nzima sasa, Tanzania imekuwa katika hali ya taharuki baada ya mitandao ya kijamii kulipuka kwa video za kutisha zikionyesha watu wakipoteza maisha kwa njia za kinyama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Wengi wamezihusisha video hizo na vurugu zilizoshuhudiwa mwishoni mwa Oktoba, kipindi ambacho mvutano wa kisiasa ulipamba moto na taarifa za ukandamizaji wa raia zikaanza kujitokeza. Wakati video hizo zikisambazwa kwa kasi mitandaoni, wananchi wamezidi kukosa utulivu, wakijiuliza kama nchi inarejea katika kipindi cha giza cha ukatili wa kisiasa. Lakini kile kilichoonekana kama fursa ya kijeshi la polisi kuondoa hofu hiyo kimegeuka mjadala mpya baada ya kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam CP Mliro Jumanne Mliro kujikuta katikati ya moto wa lawama. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu uhalisia wa video hizo, alitoa kauli iliyozua mshtuko mkubwa, akieleza mjadala kwenye kile alichokiita matamanio ya watu kueneza hofu badala ya kusaidia jamii kwa salama. Kauli hii imekuwa kama mafuta kwenye moto, ikichochea zaidi hasira na mashaka ya wananchi waliokuwa wakitafuta majibu ya kina kuhusu yaliyotokea. Baada tu ya mkutano huo, mitandao ya kijamii ililipuka kwa ghadhabu. Kwenye majukwaa ya X zamani Twitter, Facebook na TikTok, mamia wa Tanzania walimtuhumu kamanda Mliro kwa kukosa huruma na kudharau uzito wa vifo vinavyoonyeshwa kwenye video hizo. Baadhi waliandika kuwa maneno yake yalifuta matumaini yaliyokuwa yameanza kujengeka kwamba jeshi la polisi lingefanya uchunguzi wa wazi na wa haki. Wakati mjadala huo ukiendelea, vyombo vya habari vikuu vilianza kuchambua video hizo kwa undani. Baadhi zilionekana kuonyesha watu waliopigwa risasi, wengine wakipigwa hadi kupoteza maisha, huku sauti za vilio na majibizano zikisikika huku nyuma. Zingine zilionekana kama zimechukuliwa kwa siri wakati wa vurugu, na kulikuwa na madai kwa baadhi ya matukio yalitokea maeneo ya Nyamagana, Mbeya na Mbagala jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kwa upande wake liliendelea kusisitiza kwamba baadhi ya video hizo ni za zamani au zimehaririwa kwa lengo la kupotosha ukweli. Hata hivyo, hoja hiyo haikuwashawishi wengi. Wananchi waliendelea kuuliza kwa nini basi mamlaka haijaweza kutoa video halisi au ushahidi wa matukio yaliyofanyiwa uchunguzi ili kuondoa utata. Katika kipindi cha masaa 48 baada ya kauli ya kamanda Mliro, mashirika ya haki za binadamu yametoa matamko mazito yakidai uwazi na uwajibikaji. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC na chama cha wanasheria Tanganyika TLS, yote yalitoa kauli zikieleza kuwa hali iliyopo ni hatari kwa haki za binadamu na usalama wa wananchi. Mashirika hayo yalitahadharisha kuwa ukimya au utetezi usio na ushahidi kutoka kwa jeshi la polisi unaweza kuchochea hisia za kutoamini taasisi za dola. Katika mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha, simulizi za watu waliopoteza ndugu zao zilianza kusikika kimya. Familia kadhaa ziliripoti kwamba ndugu zao walichukuliwa na watu waliodai kuwa maafisa wa usalama, lakini hawajarejea hadi sasa. Wengine waliripoti kuwa walipata taarifa za miili kupatikana pembezoni mwa barabara au kwenye vichaka, na kwa wingi video hizo zilibeba picha za matukio yaliyowahi kusimuliwa kwa hofu sasa yakiwa yamerekodiwa wazi. Hata hivyo, ndani ya serikali msimamo rasmi umeendelea kuwa wa tahadhari. Wakati jeshi la polisi likiahidi uchunguzi, maafisa waandamizi wamekuwa wakikemea kile wanachokiita propaganda za mitandaoni, ambazo kwa maelezo yao zinadhoofisha taswira ya taifa, na mjadala huu umegeuka kuwa mgumu. Upande mmoja unasisitiza haki na uwazi, huku upande mwingine ukitaka kudhibiti kile kinachoonekana kama upotoshaji unaoweza kuchochea machafuko mapya. Kwa wachambuzi wa kijamii na wanaharakati wa haki za binadamu, matukio haya yanaonyesha pengo kubwa kati ya taasisi za usalama na wananchi, na kwa miaka mingi uhusiano huu umekuwa wa kutiliana shaka, hasa kile kinapojitokeza madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi.
Hali hii imekuwa ikijirudia mara kwa mara katika matukio ya kisiasa, maandamano au wakati wa uchaguzi, na kila mara taarifa rasmi zimekuwa zikichelewa au kutolewa kwa uelekeo unaoonekana kulinda taswira ya vyombo vya dola badala ya kutoa ukweli kamili. Lakini kilichotokea wiki hii kinaonekana kuzua hisia tofauti, kwani wakati video zikisambaa, vijana wengi walijitokeza mtandaoni kupinga unyanyasaji wa kuomba haki kwa wahanga. Hashtagi kama Tanzania inalia na haki kwa wote zilianza kutumika kwa wingi, zikikusanya maelfu ya machapisho kutoka ndani na nje ya nchi. Waafrika Mashariki wengine, hususan kutoka Kenya na Uganda, walionyesha mshikamano wa kupaza sauti mitandaoni, wakikumbusha kwa ukimya wa leo unaweza kuwa ukatili wa kesho. Msemaji wa polisi alipojitokeza tena mwishoni mwa wiki kutoa tamko la ziada, alisisitiza kwamba uchunguzi unaendelea na kwamba wananchi wanapaswa kuwa na subira. Pia aliwataka watumiaji wa mitandao kuacha kusambaza video hizo, akisema kitendo hicho ni cha kinyume na sheria na kinaweza kuathiri uchunguzi unaoendelea. Hata hivyo, kauli hiyo haikuondoa maswali makuu yaliyopo. Je, ni lini uchunguzi utakamilika, na ni kwa nini hadi sasa hakuna majibu ya wazi kuhusu watu waliopotea au waliokufa kwenye video hizo? Wakati majibu haya yakisubiriwa, hali ya hofu inaendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo. Baadhi ya wananchi wameanza kuepuka mikusanyiko mikubwa kwa hofu ya kukamatwa, huku wengine wakihofia kurekodi matukio kwa simu zao kwa kuogopa kuhuzishwa na kusambaza taarifa za uongo. Mashaka haya yameleta mazingira ya ukimya usio rasmi, ukimya wa hofu. Pamoja na hayo, wachunguzi wa habari huru wameanza kufanya kazi ya kuhakiki video hizo. Baadhi wamefanikiwa kutambua maeneo halisi yatakayorekodiwa, wakitumia mbinu ya kijiografia na kulinganisha miundombinu iliyoonekana kwenye video. Matokeo ya awali yanayoonyesha kuwa baadhi ya matukio ni mapya, na ni jambo linalopingana na madai kwamba video hizo zote ni za zamani. Kama ilivyokuwa katika matukio mengine makubwa ya ukatili wa kijamii duniani, ukweli kamili hujitokeza taratibu. Tanzania sasa ipo katika hatua hiyo ya mpito, na kati ya kile ambacho mamlaka zinasema, kile wananchi wanaona, na kile vyombo vya habari vinavyoweza kuthibitisha. Wakati ukibaki kama kipimo cha mwisho cha ukweli, ni wazi kuwa majeraha ya kisaikolojia kwa wananchi tayari yameanza kuonekana. Mwananchi mmoja kutoka Mwanza ambaye ndugu yake anadaiwa kupotea katika vurugu hizo, alieleza kwa hofu kwamba hajawahi ama hawajui ni wapi pa kuanzia. Na kwa familia kama hizi, kila video mpya inayoibuka ni kama kufungua jeraha jipya. Na kwa upande mwingine, wataalamu wa sheria wamekumbusha kwamba Tanzania imeridhia mikataba ya kimataifa inayolazimisha kulinda haki za binadamu, ikiwemo haki ya maisha na uwazi wa uchunguzi katika matukio ya mauaji au kupotezwa kwa watu. Hivyo kushindwa kwa mamlaka kutoa taarifa za kina kwa umma kunaweza kuwa kinyume cha wajibu wa kisheria wa kimataifa. Kadri siku zinavyosonga, simulizi za wiki hii zinabaki kwa ukumbusho wa jinsi teknolojia na ukweli vinavyoweza kugongana. Video zimekuwa ushahidi wa kidijitali unaoshika hisia za jamii, huku taasisi za dola zikijaribu kudhibiti tafsiri yake. Wakati serikali ikiendelea kusisitiza utulivu na uaminifu kwa vyombo vya usalama, wananchi walitaka zaidi ya maneno, wanataka majibu, uwazi na haki. Na katika historia ya Tanzania ya kisasa, matukio kama haya mara nyingi yamekuwa vigezo vya kupima nguvu ya utawala wa sheria na uwajibikaji wa taasisi za dola. Kwa sasa, watu wengi wameelekezwa kwa jeshi la polisi na serikali kwa ujumla, na jibu lao litakalotolewa au ukimya wao litaamua kama taifa litachagua njia ya ukweli na maridhiano au njia ya ukimya na hofu. Kwa wananchi wengi, simulizi hizi zimebadilika kutoka tetesi za mtandaoni kuwa uhalisia unaoumiza. Tanzania inasubiri sio tu taarifa ya uchunguzi, bali uthibitisho kwamba haki bado ina nafasi katika ardhi yake. Na kwa wale waliopoteza ndugu, matumaini yao ni kwamba video hizo hazitakuwa tu kumbukumbu za hofu, bali mwanzo wa safari ya kuelekea kwenye haki na uwajibikaji. Hayo ndio tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope.
channel yako pendwa ambayo inakuletea habari za kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nazi na kutupa support yako, na vile vile kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.